Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki, kipindi pendwa cha manukato ya sifa, ambapo unapata wasaa mzuri wa kujifunza neno la Mungu hapa manukato ya sifa. Leo moja kwa moja tutakwenda kuangazia kwa habari ya unyakuo na kwa habari ya kumwamini Yesu Kristo. Leo Biblia inakwenda kutuambia kabisa kwa habari ya unyakuo na kwa habari ya kumwamini Yesu Kristo ili unyakuliwe. Moja kwa moja napenda kukwambia kabisa unyakuo wote wa kanisa ili mtu anyakuliwe itahusishwa na imani yake yeye juu ya Yesu Kristo. Kila mtu asiyekiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, kila mtu yote asiyekiri uungu wa Yesu Kristo hatakuwa sehemu ya unyakuo. Kwa sababu unyakuo utawahusisha wale tu ambao walimkiri Yesu Kristo kama Mwokozi. Yesu Kristo kuja duniani kama Mwokozi, alikuja kama Mungu katika mwili. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inatuambia mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwepo Mungu. Mstari wa 14 Biblia inatuambia neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo neno ambaye alikuwa Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu wa Mungu. Sasa leo nakwenda kukuambia kabisa moja kwa moja, ili unyakuliwe, ili wewe uwe miongoni mwa watu watakaonyakuliwa, lazima kwanza umwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ili unyakuliwe ni lazima imani yako na kinywa chako kimkiri Yesu Kristo. Yohana wa 1 mstari wa 4 sura ya 3 Biblia inasema, kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 3 Biblia inasema, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Kwa hiyo roho yote ambayo haitomkiri Yesu Kristo, ambayo haimkiri Yesu Kristo, hii roho Biblia inatuambia haitokani na Mungu. Kwa hiyo usipomkiri Yesu Kristo hauwezi ukawa umesema umetokana na Mungu. Maana yake wewe hautakuwa sehemu ya unyakuo, kwa sababu kutokumkiri kwako Yesu Kristo, usipomkiri Yesu Kristo, maana yake wewe sio sehemu ya Mungu, wewe sio sehemu ya ufalme wa Mungu, wewe sio sehemu ya watu watakaonyakuliwa. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16, Yesu Kristo alipokuwa anaongea na wanafunzi wake, Biblia inasema kwamba basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, na huko kulikuwa na wanafunzi wake, akawauliza akisema, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia Yesu, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Lakini Yesu akamwambia tena, ninyi mwaninena kwamba mimi ni nani? Petro akamwambia Yesu Kristo akisema kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye juu. Petro alimkiri Yesu Kristo kwa kujua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye juu. Ndio maana Yesu Kristo akamwambia, heri wewe Petro Barayona, kwa sababu sio mwili, damu na nyama vilivyokufunulia, bali ni Babangu wa mbinguni. Kwa hiyo ufunuo aliopata Petro wa kumjua Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu hakuupata kwa akili zake au kwa damu na nyama kumfunulia, bali ni Baba wa mbinguni ambaye alimpa huo ufunuo, akamfunulia, akamjua. Kwa hiyo ufunuo ya Petro kumjua Yesu Kristo kama ni mwana wa Mungu alikupata kutoka kwa Baba wa mbinguni. Ndio maana Yesu akasema, sio damu na nyama vimekufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Wapo watu wengi ambao hawaamini uungu wa Yesu na hawaamini Yesu Kristo kama ni Mungu, na waamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu asili yake imetokana na Baba ambaye ni Mungu. Kwa hiyo asili ya Yesu Kristo ni uungu. Kwa hiyo Yesu Kristo tunaposema ni Mungu ni kutokana na asili yake ya uungu aliotokanao kwa Baba, kwa sababu Yesu Kristo ametoka ndani ya Baba, amezaliwa na Baba kwa neno. Kwa hiyo asili yake ni uungu, kilichozaliwa na Mungu ni Mungu. Sasa Yesu Kristo anakuwa mwana wa Mungu kwa sababu asili yake imetokana na Baba ambaye ni Mungu. Sisi tunaitwa wanadamu kwa sababu asili yetu imetokana na Adamu, ndio maana tunaitwa wanadamu. Lakini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kwa sababu asili yake imetokana na Mungu. Ndio maana Biblia inasema neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Huyo neno ambaye alikuwa ni Mungu. Petro hapa anapata ufunuo mzuri kabisa kutoka kwa Baba mbinguni kujua uungu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yote asipomkiri Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake hatakuwa sehemu ya unyakuo. Kwenye Biblia kuna sehemu Kristo alikuwa akienda pamoja na wanafunzi wake, wakavuka ng'ambo, wakafika sehemu iliyokuwa inaitwa ng'ambo ya Wagerasi. Hapo alikutana na mtu ambaye alikuwa amepagawa pepo, ambaye alikuwa na mapepo mengi sana ndani yake. Biblia inasema alipomwona Yesu Kristo kwa mbali alimkimbilia na kumsujudia.
Kitu cha kwanza, yule mtu mwenye pepo alikimbia akamsujudia. Kama Yesu Kristo asingekuwa mwana wa Mungu au asingekuwa Mungu, huyo pepo asingemsujudia, kwa sababu yeye sio mwana wa Mungu wala sio Mungu, lakini alimsujudia. Kwa nini amsujudia kati Yesu Mungu? Angalia maneno ya huyu mtu mwenye pepo aliyokuwa anasema. Alipomwona Yesu Kristo akasema kwamba tuna nini nao Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye juu? Je, pepo lijuaje kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Pepo inakubali na linakiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini kuna mtu hapa anashindwa kumkiri Yesu Kristo. Hii inamletea taabu na itamsababisha yeye asiwe miongoni mwa watu watakaonyakuliwa. Lakini jambo jema na jambo zuri ni